katika kitabu cha Deuteronomy mlango ni wa 1 mstari ni wa 6. Aliye na Biblia ya Kiswahili, mlango ni wa 6, Deuteronomy chapter 1 verse 6. Peana kininio cha sauti kwa mwenye atakaye soma. Bwana Yesu asifiwe. Nawapatia muda mfungue. Ni mstari tu, nitasoma mstari mmoja hapo na Mungu aniongoze, kwa sababu kutoka Januari tuko mwezi wa mwisho wa kufunga mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani amepata? Uinue mkono ndio tukuone kwa Kiswahili. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni cha Deuteronomy chapter 1 verse 6, ama kwa Kiswahili Kumbukumbu la Torati, mlango ni wa 1 mstari wa 6. Mungu akiongea na wana wa Israeli. Wacha tusikie maandiko yanasema nini katika huo mlima. Neno la Bwana linasema hivi: Bwana Mungu wetu alituumbia huko Horebu, akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mlipokaa katika mlima huu, ama mlipokaa mahali mlipo yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo umekuwa ukipitia katika maisha yako. Kutoka Januari wewe umekuwa ukizunguka tu mahali pamoja. Kila unapojaribu kuchukua hatua ya kwenda mbele, unajikuta tena umerudi pale ulipoanzia. Mungu aliwaangalia wana wa Israeli, na ukiangalia hata walipokuwa katika safari yao, walipokuwa wanatoka katika nchi ya utumwa wakielekea katika nchi ya ahadi, maandiko yanasema ya kwamba walizunguka kwa msitu kwa miaka isiyopungua 40, na wakahangaika pale. Wanaanzia mwanzo wanaenda mpaka mwisho wa msitu, wanaanza kuzunguka tena wakitafuta mahali pa kutokea, wakitafuta njia. Na hivyo hivyo ndivyo maandiko yanatuambia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango wa 1 mstari wa 6. Mmekaa mahali hapa, mmezunguka mahali hapa, mmehangaikia mahali hapa kwa muda mrefu, mmeteseka kwa muda mrefu, mmekuwa wagonjwa kwa muda mrefu, mmekosa vyakula kwa muda mrefu, mmekosa ajira kwa muda mrefu. Bwana anasema imetosha. Ni wakati wako uondoke hapo mahali ambapo umekaa, kwa hicho kifungo ambacho umekaa. Kuna mambo mengi umekuwa ukitarajia, kuna ndoto zako jingi zimezimwa na adui. Umejaribu kusonga, umejaribu kutafuta kazi, umejaribu kuangalia jamii yako ikae vile unavyotaka. Kutoka Januari, leo ni Disemba, mwaka unaenda kwisha, lakini bado nami nimekuja na ujumbe mpya ya kwamba usiku wa leo kuna kitu ambacho kinaenda kutendeka. Amen. Kuna mabadiliko yanaenda kuingia. Amen. Na maana wale wanaomtumainia Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Amen. Hawatatingishika. Oh, yes. Hata misingi ikabomoka. Maandiko yanauliza, je, misingi ya wenye haki inapoharibika, inapoboromoka, mwenye haki atafanya nini? Misingi sio mwisho. Mwisho huko kwa Mungu. Mwisho huko kwa Yesu. Mwisho huko kwa uweza wa Mwenyezi Mungu. Mambo ambayo unapitia, hata misingi ikaharibika, hata chochote kikaharibika,
kuna ambaye haharibiki, kuna Amen. ambaye haishiwi, kuna Amen. ambaye imani yake ni mwamba, Oh, na yes. ukimtumainia huyo utasimama na neno lake, Amen. maana neno lake halizeeki. Amen. Neno hili halizeeki. Vile nilivyofanya kazi siku zile za wana wa Israeli, Musa anapiga bahari ama mto, maji yanaenda huku na huku na wanapita. Hivyo hivyo, hilo neno ndio lile jana, leo na hata milele. Amen. Kwa hivyo kuna kitu kipya Mungu ataenda kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo yanashika sana akili zetu na kutuduwaza mpaka tunakuwa sasa katika hali ya hoihoi. Maisha yetu yamekuwa hoihoi, hatueleweki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni afadhali usieleweke wakati unasonga mbele. Haleluya. Amen. Na ni vyema wasikuelewe wakati unasonga mbele. Amen. Wakati umekaa mahali pamoja wakuelewe, lakini wakati utaanza kusonga wasikuelewe, Amen. wakupate ushafika kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana huyu Mungu tunayemwabudu sio Mungu ambaye ni wa kuchanganya, Oh, yes. sio Mungu ambaye anaweza ongwa. Utaonga mwanadamu, lakini Mungu huwezi kumuonga. Sawa. Ikiwa unataka kuonga mwanadamu ili maisha yake ya jirani yaende vibaya, Mungu hawezi akaongeka. Amen. Maongo ni hapa hapa chini. Amen. Kuonga watu utaonga hapa, utafanya chochote kile, lakini inapofika kwa Mungu, there is no compromising spirit. Amen. Mungu ni Mungu wa haki. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Wathesalonike, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wathesalonike